Naomba nianze kwa salamu ya kazi na utu, na pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kufika hapa. Leo tukaribia kumaliza tarehe ya mwisho ya mwaka 2025 na kutupatia nafasi ya kuendelea kuwa watumishi wa taasisi hii, na mvua hii inatupa fursa ya baadaye tutashiriki zoezi la kupanda mti au miti kwa wengine ambao tutashiriki, ikiwa ni katika kuboresha mazingira ya ofisi za makao makuu ya mamlaka na ikiwa ni tukio la kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Na kama tunavyofahamu, hatua hii ya kupanda miti ni kujali ustawi wa mazingira ambao ndio chanzo cha ustawi wa jamii, uchumi na hatimaye miradi ya maendeleo inayotokana na ununuzi wa umma. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake bora na imara na kuendelea kuliwezesha mamlaka kupitia Wizara ya Fedha kusimamia ipasavyo ununuzi wa umma nchini. Kwa nia njema na thabiti ya Mheshimiwa Rais, serikali inatekeleza sera ya utunzaji endelevu wa mazingira, uzingatiaji wa ustawi wa mazingira, jamii na utawala bora, au kwa Kiingereza Sustainability and Environmental, Social and Governance, ESG. Na sisi kama mamlaka tumekuwa washiriki wazuri katika eneo hili, na kama mnakumbuka katika mwaka huu wa fedha tulifanikiwa kupata tuzo kupitia ofisi wa makamu wa rais kwa kuwa watekelezaji wazuri wa sera na taratibu hizi za utunzaji wa mazingira kupitia mfumo wetu wa ununuzi wa umma, yani NeST. Sote tunafahamu kuwa kwa ujenzi wa mfumo wa NeST, matumizi yake yameweza kuwa sehemu ya utunzaji mazingira na kuondoa matumizi ya karatasi, hewa chafu, na mamlaka imepata tuzo kadhaa zikiwemo ndani ya nchi na nje ya nchi. Sasa tukiwa tunafunga mwaka 2025, tutazindua rasmi utekelezaji wa sera ya utunzaji endelevu wa mazingira, yani uzingatiaji wa ustawi wa mazingira, jamii, ustawi bora, ESG, na tunaanza na kupanda miti kadhaa hapa leo katika ofisi zetu za makao makuu. Na hili ni la mwanzo tu, lakini nipende kuhakikishia kwamba kutokana na programs mbalimbali ambazo zitabuniwa kupitia idara zetu, tutapanua wigo na kuweza kushirikisha si mkoa tu wa Dodoma bali nchi nzima. Na hii itaweza sasa kufanya ununuzi wa kijani kuwa sio hadithi tu bali kitu ambacho kinaweza kutekelezeka. Leo tunaanza hapa kwa kuwa inabidi kuanzia nyumbani. Charity always begins at home, na ikawa hivyo kwenye ofisi zetu za kanda na kisha maeneo mengine. Sera ESG inapatikana kwenye tovuti ya mamlaka na tutaendelea kuwapitisha watumishi kadri iwezekanavyo ili kurahisisha utekelezaji wake kwa vitendo. Kwa hiyo katika mwaka 2026 mtaanza kuona visualization zaidi ya sera hii, na tunatamani kwamba mshiriki nasi mnapoona hayo ambayo tunayaleta kwenu muweze kuyapokea, kwa sababu kama hamtayapokea ina maana itachukua muda sana kwa sisi kuweza kusimika hii sera na utekelezaji wake wa kimkakati ndani ya taasisi. Watumishi wenzangu wa PPRA, nimalize kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa kumaliza mwaka huu, na niwaombeni heri, na kwanza kuwashukuru wafanyakazi wote, management na board ya wakurugenzi kwa kazi nzuri iliyofanyika mwaka 2025. Kuna mafanikio mengi sana ambayo tumeyapata, na nadhani sio wakati mwafaka wa kuyarudia kwa sababu tumekuwa tukiyarudia mara kwa mara. Tunakamilisha mwaka serikali yetu ikiweka rekodi Afrika Mashariki na Kati kwa kuwa na mfumo wa NeST ambao mpaka sasa umewezesha usimamizi wa mikataba, malipo ya majadiliano ya negotiation kufanyika ndani ya mfumo. Hatua hii itaongeza ufanisi katika kazi ya usimamizi wa ununuzi wa umma, uwajibikaji, uwazi na usawa, na mwisho kuongeza imani ya wananchi katika mifumo na usimamizi wa sekta hii. Tunavuka mwaka 2025 kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Nawatakieni heri ya mwaka mpya 2026. Tukiingia mwaka 2026 tutakuwa na nia thabiti ya kuhakikisha kuwa tunaongeza ushiriki wa jamii katika fursa za zabuni za umma, hususani kupitia fursa maalum ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu.
Lengo ni kuchangia upatikanaji wa ajira na kukuza uchumi wa kila Mtanzania. Ndugu watumishi, leo kabla ya kuongea na nyinyi nilipata fursa ya kuwa na kikao na katibu mkuu na naibu katibu mkuu wa wizara iliyo chini ya ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, na tumezungumza mengi. Na kama mnafahamu, tarehe 10 kutakuwa na tukio kubwa sana la vijana. Kwa hiyo PPRA itabidi tushiriki kikamilifu, kwa sababu ndio safari kubwa ya utekelezaji wa jambo la ambalo hata sisi PPRA la kimkakati, kuongeza kwa kasi usajili wa kundi vya vijana, wanawake, wazee na wenye ulemavu. Kama mnafahamu, 30% ya bajeti za taasisi za umma sio swala dogo. Na niwashukuru sana wale wote ambao tumekuwa tushirikiana. Wakati tunaanza mwaka huu tulikuwa na vikundi chini ya 175. Lakini sasa hivi tunaelekea vikundi 200. Na kama mnafahamu, lengo letu lilikuwa ni kuwa na vikundi 20,000 mpaka tufikia Juni. Tuna mikakati ambayo tutashirikiana, na sio wizara moja tu. Itakuwa ni takriban wizara 4 pamoja na zile taasisi zinazosimamia mifuko ya uwezeshaji wa vijana, yani National Economic Empowerment Commission, kuhakikisha kwamba hili linawezekana. Kwa hiyo katika kila hatua tutawahusisha wataalamu wetu kuhakikisha kwamba kila mtu kati yetu anaweka mawazo yake na mipango thabiti, kwa sababu tunakwenda kufanya kazi kubwa ambayo itatupeleka nchi nzima katika kufikisha ujumbe, na sio ujumbe tu, utekelezaji wake, kwa sababu tumedhamiria mwaka huu wa fedha utapokamilika tuwe tumekamilisha likamilifu. Nashukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi bora unaowezesha ununuzi wa umma kuwa wa uwazi, usawa na haki. Nawashukuru pia wadau wote wa ununuzi wa umma kwa ushirikiano wao mkubwa kuwezesha mafanikio tuliyopata 2025. Natumaini mwaka 2026 tutashirikiana kwa ukaribu zaidi kupata thamani halisi ya fedha kwenye ununuzi wa umma. Niwatakieni heri ya mwaka mpya 2026. Kazi na utu.